Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asilia isiyokuwa na kemikali yoyote. Kuna watu wengi wamekuwa wakitamani sana kupata watoto mapacha, na wengine wamekuwa wakitamani I wish. Sasa I wish bila kufanya jambo ni ngumu sana ukapata watoto mapacha. Na ufahamu kwamba mapacha wanapatikana kwa njia kuu tatu. Njia ya kwanza inaweza kuwa ni ya historia ya kifamilia. Maana kama baba au mama amekuwa na historia katika familia yao ya upatikanaji wa mapacha, inaweza ikitokea kama bahati ukapata hao watoto mapacha, yani kwa maana kwamba mama au akabeba mimba ya mapacha kama kuna historia ya familia yake, au mume wake ana historia ya familia ya mapacha. Lakini ufahamu kwamba hii ya swala la historia si lazima kwamba kama historia yenu ni ya mapacha ni lazima utabeba mapacha. Yawezekana ukawa ni pacha na usibebe mapacha. Kwa sababu gani? Hii inakuwa ni bahati. Lakini historia ya familia ni moja ya sababu ya mtu kubeba mimba ya mapacha. Lakini sababu ya pili ya kuweza kubeba mapacha ni kwa njia ya kisayansi. Tunasema kisayansi maana yake ni njia ya kiteknolojia, kwa maana ya upandikizaji mtu kupata watoto mapacha, kwa maana kwa njia ya kisayansi. Kwa hiyo njia ya kisayansi pia ya teknolojia unaweza ukapandikiza na ukapata mapacha. Hiyo ni njia ya pili ambayo inaweza kukupelekea wewe ukapata mapacha. Lakini njia ya tatu ni njia ya utumiaji dawa asili yenye uwezo wa kupevusha mayai mawili na ukapata mapacha. Na hii utaipata Song'wa Traditional Clinic kwa dawa yetu inaitwa Mbasa. Mbasa ni dawa asili iliyoandaliwa kutokana na mimea asilia yenye kumpa sifa mwanamke kupevusha mayai mawili na akaweza kupata mapacha. Na hii sio ya kubahatisha, maana kwamba tunasema kihistoria ni kwa bahati. Lakini ya pili ni ya kisayansi, inahitaji pesa nyingi pia. Kama una uwezo pia mkubwa huwezi pandikiza kiteknolojia. Lakini hii ya asili ni rahisi kabisa. Maana yake ni kopo moja tu na unaitumia ndani ya siku 7, linampa sifa mwanamke wa kupevusha mayai mawili na ukapata mapacha. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba ukaenda leba mara 2 ukana watoto wako 4, na baada ya hapo tayari utaweza kupata mapacha wako, na pengine ukawa umesema basi wanatosha. Lakini nimekuwa nikipokea simu nyingi watu wakisema kwamba dokta, mimi nahitaji nibebe mimba ya mapacha 4 kabisa, au wengine 5, mwingine hata mapacha 3. Lakini tunataka kueleza kwamba dawa hii ina sifa ya kupevusha mayai mawili tu, kwa maana kwamba upande wa kushoto na wa kulia mayai haya yanapevuka na kupatikana mapacha wa aina 2 tu. Maana ya kwamba watoto 2 na si zaidi ya watoto 2 kwa sifa ya dawa hii. Lakini jambo lingine kwamba nimekuwa wakiuliza watu kwamba daktari, mimi nataka sasa jinsia, je, inakuwaje hili? Swala la jinsia ni kwamba unaweza ukapata jinsia yoyote unayohitaji, kama ni wa kike tu au ni wa kiume tu au ni mchanganyiko. Ni namna gani utapata? Utakapotupigia simu yetu tutakuelekeza ni namna gani utapata mapacha wa jinsia ile unayohitaji. Lakini sifa nyingine ya mapacha hawa ni kwamba ni mapacha wasioweza kuungana, kama ambavyo mtoto anapozaliwa kwenye mfuko mmoja ambao anaweza kukuta wapengine wameshikana, sio wameungana mikono, kifua au kichwa. Hii dawa hautokuwa na sifa hiyo, kwa sababu kila mtoto anakuwa kwenye placenta yake, kwenye mfuko wake, kwa maana kwamba hauwezi ukawa na changamoto hii ya mapacha hawa kuweza kuungana. Lakini kingine ni kuambia mama, ambao pengine wewe umekuwa ukitamani kupata watoto na ukashindwa, dawa hii inja kupevusha mayai na kupata mapacha, lakini bado inatengeneza hormone imbalance. Maana kama una changamoto ya hormone imbalance, zako hazieleweki, zinapishana, dawa hii pia ni suluhisho ya tatizo hilo. Na wanawake wengi wamekosa watoto kwa sababu tu pengine wamekuwa gambia, nimeenda hospitali, nimesafishwa kizazi, siku zangu similije meziba, sio changamoto ya hapa na pale. Ni kushauri kwamba mtoto ni baraka katika familia.
Mtoto ni furaha katika familia. Kuna kina mama wengi wamekosa watoto na wengine wamefika kwangu wakiwa wamekosa matumaini kabisa, na wengine ndoa zao zimefika hatiani kwa kuachana, na wengine wameachana kabisa. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kushindwa kupata mtoto. Na unaposhindwa kupata mtoto, yawezekana kwamba wewe umekuwa ukikimbilia upande mmoja wa dawa za kizungu. Kuna maradhi mengine ambayo yanasababisha mwanamke kashindwa kupata mtoto kwa sababu ya maradhi haya. Mfano, ugonjwa wa chango. Ugonjwa wa chango ni ugonjwa ambao unaharibu hormone imbalance, na unapoharibu hormone imbalance maana yake kwamba hauwezi ukapata mtoto. Na maradhi haya hauwezi ukayapata kwenye tiba za kizungu, lakini Song'wa Traditional Clinic utaweza kupata tiba ya kutengeneza hormone imbalance. Kwa hiyo tukushauri, kama ni wewe, ni ndugu yako, ni rafiki yako amekuwa na changamoto ya maradhi haya ya kushindwa kupata mtoto na anatamani wakati mwingine apate mapacha, lakini wawezekana pengine kwamba umekaa muda mrefu, lakini sasa ulikuwa haujaweza kupata bahati kama hii ya kunisikia leo, na ulikuwa unatamani upate mtoto wako mapacha au mtoto mmoja, na yawezekana sasa umepata mme katika umri wako mkubwa, lakini sasa mme anataka mtoto na wewe uwezo wa kupata mtoto huna, na unataka umfurahishe mme wako. Tumia dawa hii ya Mbasa. Dawa hii itakufanya ufurahi na familia yako kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu na Sara baada ya kupata mtoto wao, pamoja kwamba alipata mtoto kwa kijakazi lakini hakufurahi, lakini alipopatikana yeye na Sara aliweza kufurahi. Tumia dawa hii uweze kumfurahisha mmeo, lakini uweze kuheshimika katika ukweni kama pengine una changamoto hiyo, lakini pia baba uweze kuheshimika kama mwanaume unapokuwa na watoto wako, lakini si watoto wa mjomba, wa shangazi au wa dada yako. Ni wapi utapata huduma hizi? Tunatibu magonjwa mengi, lakini tutembea kwenye vituo vyetu. Tunapatikana nchi nzima Tanzania, lakini baadhi ya mikoa nitakutajia. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunapatikana Moshi, maeneo ya Kibosho Road, lakini Arusha tunapatikana Ola City karibu na kituo cha Masista, lakini pia Dar es Salaam tunapatikana Mbezi Mwisho stendi ya Magufuli karibu na roundabout ya Goba, lakini pia Dodoma mjini tupo, Morogoro mjini tupo, lakini pia Shinyanga tupo, Kahama pale mjini, lakini pia Mwanza tunapatikana Uzuruga karibu na shule ya msingi, lakini Simiu tunapatikana Maswa na Danibi maarufu kwa Marifonsi, lakini tunapatikana Songea, tunapatikana Iringa, lakini pia tunapatikana Mbeya Nzove karibu na Suma JKT. Kwa hiyo tunapatikana sehemu nyingi sana kwa Tanzania. Hizo ni baadhi ya mikoa ambayo nimetaja, lakini mikoa mingi tunapatikana, lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana maeneo ya Zambia, Ndola, Mushiri, Bonano, lakini pia tunapatikana DRC Congo, na sasa tuna kituo ambacho tunakiandaa pale maeneo ya Botswana, Gaborone, maeneo ya Broadest, Tawana pale. Tutakuwa na kituo chetu si muda mrefu. Kwa kama ni wewe una changamoto, angalia namba zetu za simu ambazo zina display pale, utupigie, utuulize ni changamoto gani na kusumbua, tukupe tiba uweze kuondokana na aibu ambayo pengine imekuwa ikukosesha amani katika maisha yako ya hapa duniani. Lakini pia unaweza kutembea kwenye mtandao wetu ya kijamii. Kwa Instagram utaandika Song'wa Traditional, kwa Facebook utaandika Song'wa Traditional, lakini YouTube utaandika Damaki TV, lakini pia kwenye website yetu unaweza kututembelea kwa kuandika www.damakiheboclinic.com. Afya yako jukumu letu.